Wazazi na walezi wametakiwa kuendeleza kuwafundisha watoto wao mila, desturi na tamaduni za Kizanzibari ili kuepukana na mporomoko wa maadili kwa watoto wa Kizanzibari. Hayo ameeleza Kamishna Utamaduni Dr. Omar Salum Mohamed wakati wa sherehe ya Siku ya Utamaduni Duniani iliyoandaliwa na uongozi wa kamati ya skuli ya Brilliant Academy iliyopo Kijichi, wilaya ya Magharibi mkoa wa Mjini Unguja. Amesema kuwa ni vyema wazazi kuwa makini katika kuwalea watoto kwa kuwafundisha utamaduni wa Kizanzibari na Tanzania kwa ujumla na kuepukana na mripuko wa maadili nchini. Kilichofanyika hapa ni maadhimisho au wameweka siku maalum ya utamaduni katika skuli yao. Kwa bahati njema, wakati wameweka siku hii leo au wamechagua siku hii leo, kumbe vile leo hii ni siku inayokwenda sambamba na siku maalum ya maadhimisho ya utamaduni duniani. Kwa hiyo mambo mawili haya yamekutana kwa wakati mmoja. Tukio la leo katika Brilliant Academy linaendana na tukio kubwa kabisa la maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani. Kwa kuwa leo ni siku hiyo ya maadhimisho ya utamaduni duniani, basi kwanza kabisa tunawaomba sana wazazi waendelee kuwalea watoto wetu kwa kufuata mila, silka, desturi na maadili yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Hili ni jambo la kwanza kabisa. Na miongoni mwa mambo ambayo wanahusika wanatakikana wayazingatie sana, kwanza ni swala la malezi. Malezi kwa sababu hivi sasa tunaona kwamba kuna vishawishi na vichocheo mbalimbali ambavyo vinapunguza na vinaporomosha maadili yetu. Kwa hivyo ili kuweza kuliondoa tatizo hili ni kushirikiana kwa pamoja. Wazazi washirikiane na serikali katika kupambana na kila aina ya maadili ambayo hayatakikani. Na kwa kusema kweli sasa maadili ambayo hayatakikani ni maadili ambayo tunatakana tuwapige vita. Si jambo la kuendelea kuwa nalo hata kidogo. Kwa hivyo tunaomba sana wazazi washirikiane sana na serikali, washirikiane sana na idara ya utamaduni, lakini kwa jumla wazazi katika skuli hii na skuli nyingine mbalimbali wawe karibu sana na walimu wa skuli zenyewe, kwa sababu mtoto halelewi na mzazi peke yake. Mtoto analelewa na mzazi, wazazi au familia. Mtoto analelewa na walimu walioko skuli, mtoto analelewa na majirani, lakini mtoto wa Kizanzibari namzungumzia hapa, analelewa na jamii yote kwa jumla. Kwa hivyo tuendelee wazazi kushirikiana katika swala zima la malezi ili tuendelee kuibakisha Zanzibar yetu kuwa ni tunu ya wageni mbalimbali kutoka katika mataifa kuja kutembelea kwa sababu tu ya tabia zetu njema. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa skuli ya Brilliant Academy Ahmada Saleh Mwaliko amesema kuwa lengo la sherehe hiyo ni kuwakumbusha wazazi katika swala zima la maadili na utamaduni wa Mzanzibari pamoja na kuwashukuru wazazi wa wanafunzi hao waliofika katika sherehe hiyo. Leo ilikuwa ni siku yetu ya maalum kwa ajili ya kuonyesha utamaduni wa Mzanzibari. Jambo kubwa ni wakumbushe wazazi, siku hizi maadili yamebadilika, ili kuweza kukilea kizazi ikawa katika kizazi bora kama vilivyopita vizazi ambavyo vilikuwa ni vizuri bora ambavyo vimetuzalisha sisi. Basi tunatamani wazazi waendelee kudumisha hizi tamaduni zetu. Wazazi wakidumisha tamaduni zetu kama kuhakikisha kwamba wanawalea watoto katika maadili mazuri, tunaamini kizazi hiki kitaendelea kuwa bora na kitakuwa kile kizazi cha Kizanzibari ambacho tulikuwa nacho miaka ya nyuma na kuendelea kujivunia sisi kama Wazanzibari. Huu ni kuunga mkono sisi kama Brilliant Academy. Taswira ambayo tunaionyesha kwa jamii ni kwamba sisi kama Brilliant Academy tunaunga mkono hili jambo zima la utamaduni. Ndio maana na sisi hatukuwa nyuma, tukaamua na sisi kuwa mbele, kwa mstari wa mbele, kuweza kuungana pamoja na wenzetu kusherehekea siku ya utamaduni duniani. Kwa kweli nichukue fursa hii kuwashukuru sana wazazi wametusapoti kwa asilimia kubwa sana, naweza nikasema 80% ya siku hii kuifanikisha. Basi hongera ziende kwa wazazi. Wazazi wameonyesha juhudi kubwa sana, wametuunga mkono kwa asilimia kubwa, na tumefanikisha jambo hili kwa juhudi zao wao wazazi wakishirikiana na sisi walimu. Hongera sana kwa wazazi wa wanafunzi wetu wa skuli yetu ya Brilliant Academy. Mimi nasisitiza sana wazee wasiache watoto kuwasisitiza mila zao, ni jambo muhimu, ni nzuri kabisa, kwa sababu kama tulivyoambiwa pale, na sio kuambiwa, sisi wenyewe tunaona hatuzijui tamaduni zetu.
hatuzijui namna gani tunamkia, tunaonana na watu, tunawaheshimu kiasi gani, au tunatenda vipi katika masuala yetu haya ya kikawaida. Ukiangalia ufinyanzi, ukiangalia urembo, ukiangalia tamaduni tofauti, watoto hawajui kama kuna kucheza ukuti siku hizi. Wanajua mambo ya TikTok na WhatsApp basi, lakini vitu kama hivi ni muhimu sana wao wavitambue. Mimi nawasihi sana wasizikimbie, kwa sababu kwa wanakokimbilia na wao wanakuja huku kwetu. Hili la kwetu ndo zuri kuliko hilo tunaloliiga. Kwa kweli siku ya leo nimejifunza mambo mengi, na kama mzazi nategemea kwamba kwa wazazi wengine kwamba tujitahidi kuwalea watoto wetu katika mazingira tuliolelewa sisi ya Kizanzibari halisi. Zaidi ni kuangalia watoto kutokana na dunia ya leo ilivyoharibika. Tunatakiwa tuangalie sana watoto wetu ili tuwafundishe maadili yetu mema, ambayo ni pamoja na kupika kwa watoto wa kike na kuwaelekeza katika mwelekeo mzima wa suala ya dini yetu ya Kiislamu, kwa kadri inavyokwenda nchi yetu ya Kizanzibari na sisi tulivyo na asili yetu wenyewe ya Kizanzibari tunavyotegemea kwa kuwa katika misingi iliyokuwa ni bora. Subira Salum, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.